Jumuiya ya vijana Pwani kwa ushirikiano na shule ya kiufundi ya ICS imezindua rasmi ofisi ya tawi la Mombasa katika jengo la biashara kwa kauli mbiu ya uongozi wa vijana, mabadiliko ya Pwani. Hafla hiyo ilihudhuriwa na waziri wa vijana Jonathan Wepukhulu, ambaye aliwataka vijana kuweka mkazo katika elimu huku wakijenga uzoefu katika maeneo wanayotamani kuyaendeleza maishani. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, waziri huyo alisema kuwa elimu pekee haitoshi, bali kuwa na ujuzi na uzoefu unaweza kumwezesha kijana kujitokeza katika ushindani wa nafasi mbalimbali za maendeleo na ajira. Is it possible for you to relate what you pursued in college or what you're pursuing now with the environment? JVP is giving that opportunity to the young people, an opportunity that some of us never had. We locked ourselves in campus and we made campus to look like another high school. Kala imelipwa na kuna pocket money, sasa tunajifungia. We didn't know what the environment looked like, and it took me a lot of time to try and acclimatize myself in the environment way after graduating. Aidha, rais wa Jumuiya ya Vijana wa Pwani Bwana Msongori aliwahimiza vijana kuendelea kushiriki katika masuala ya uongozi na kuwajibika katika juhudi za kujiboresha ili waweze kuchangia maendeleo ya jamii na ukanda wa Pwani kwa ujumla. Kitambo kidogo ilikuwa tuna struggle mambo ya masomo, mambo ya kazi nini, lakini saa hii na tukiwa na waziri kama huyu ambaye ni mchapakazi na anasikiza vijana, na sio kuwasikiza tu, anakuja kuona hali yao, basi na uhakika sio mbali 2027 tutabadilisha maneno, si ndio vijana? Tulisema we take the bullet when the time comes, and the time is come. Kwa upande wake, meneja wa chuo cha ICS Bwana Wycliffe Bande alisisitiza umuhimu wa kuwapa vijana kipaumbele katika kujijenga uwezo kibinafsi na kiuchumi licha ya changamoto zinazotokana na hali ngumu ya uchumi humu nchini. So it's right that we make a partnership with the young people that are here because the future does not belong to the old, the future belongs to the young people. And the young people do not require the prices of goods to be reduced. What the young people require is the expansion of opportunities. Don't tell me that we need to reduce hunger, all of that. We don't need to reduce that, but ensure that they have enough money to buy that hunger, whether it is 300 or even 400 shillings. Vile mkurugenzi wa mawasiliano wa JVP Balozi Mwambire amesema kuwa uzinduzi huu ni fursa kubwa kwa vijana wa Mombasa katika kupata ufadhili, hususan katika upande wa elimu. Uzinduzi huo umetajwa kuwa hatua muhimu katika kuimarisha ushiriki wa vijana katika uongozi, elimu na maendeleo ya kijamii katika eneo la Pwani. Kwa majina anaitwa Balozi Mwambire, Director of Communication, Jumuiya ya Vijana wa Pwani. Leo tuko hapa ICS College, uzinduzi wa kwanza kabisa kwa colleges ambazo tutakuwa tunafanya nyingi, lakini hii ndio ya kwanza. Kitu ambacho tumefanya leo ni partnership ya between Jumuiya ya Vijana wa Pwani na ICS College ili kusaidia wanafunzi ambao wako kule nyumbani wanaotaka kupata hizi skills zenye ICS inapeana through Jumuiya ya Vijana wa Pwani. Kuna subsidy ambayo watakuwa wanapata tukiwaingiza sisi kama Jumuiya ya Vijana wa Pwani. Badala ya kulipa mfano kama 100,000 anaweza akalipa 70,000 kwa sababu ya partnership ambayo tumekuwa nayo na wao. Pili, pia ni hamasisho kwetu sisi kama vijana wa Pwani kwamba it is important for us kuanza kufikiria mambo na masomo ambayo yako skill based kushinda yale yenye yako theoretical sana. So ICS College imetupatia nafasi ya kukumbusha vijana kwamba ni muhimu kukuwa na skills za mikono ili kuwa na uwezo wa kufanya kazi wewe binafsi bila kuandikwa kazi na mtu yoyote. Tupunguze zile kelele za kuwa vijana hawana kazi, vijana hawezi kujitegemea katika Pwani yetu. Nikiripotia kutoka chuo cha kiufundi cha ICS mjini Mombasa, langu jina ni Hamza Hassan Hamza. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Pot FM 91.7. Marhaba.